Karibu tena. Washikadau katika sekta ya elimu kaunti ya Kisii wanazidi kupongeza wasichana 18 wa shule ya upili ya Kereri kwa kuwa wa kwanza eneo zima la Gusii kuchapisha kitabu cha kutoa mafunzo kuhusu maadili na uongozi katika viwango tofauti miongoni mwa wanafunzi. Uzinduzi huo maalum ulifanyika katika hafla ya kusherehekea miaka 60 tangu kuanzishwa kwa shule hiyo. Waziri wa elimu Migos Ogamba aliongoza wakuu katika sekta hiyo kupongeza wasichana hao. Aidha, usimamizi wa shule hiyo na washirika wake wamesema hatua hiyo pia inachangia ushirikiano mwema baina ya wanafunzi, wazazi na walimu. This book that the girls have written, it makes them to be more disciplined than they have been before, because somebody cannot become an author if they have no discipline. At the same time, it has inculcated more information that they have to read more and more and get more information about what's around them and what's around the world. As a leader, I am so focused on trying to find transformational leaders outside this country, basically from the US, from the East, and also from the West as well. But even as I do this job, I make sure that I do background checks so that we don't have moral decay in such institutions. I partnered with Dr. Tabitha, and we came up with the concept of picking students that were leaders in the school to tell their stories. And what we produced, I think, honestly, is a masterpiece. I am so proud of what we've done here. Karibu tena. Washikadau katika sekta ya elimu kaunti ya Kisii wanazidi kupongeza wasichana 18 wa shule ya upili ya Kereri kwa kuwa wa kwanza eneo zima la Gusii kuchapisha kitabu cha kutoa mafunzo kuhusu maadili na uongozi katika viwango tofauti miongoni mwa wanafunzi. Uzinduzi huo maalum ulifanyika katika hafla ya kusherehekea miaka 60 tangu kuanzishwa kwa shule hiyo. Waziri wa elimu Migos Ogamba aliongoza wakuu katika sekta hiyo kupongeza wasichana hao. Aidha, usimamizi wa shule hiyo na washirika wake wamesema hatua hiyo pia inachangia ushirikiano mwema baina ya wanafunzi, wazazi na walimu. This book that the girls have written, it makes them to be more disciplined than they have been before, because somebody cannot become an author if they have no discipline. At the same time, it has inculcated more information that they have to read more and more and get more information about what's around them and what's around the world. As a leader, I am so focused on trying to find transformational leaders outside this country, basically from the US, from the East, and also from the West as well. But even as I do this job, I make sure that I do background checks so that we don't have moral decay in such institutions. I partnered with Dr. Tabitha, and we came up with the concept of picking students that were leaders in the school to tell their stories. And what we produced, I think, honestly, is a masterpiece. I am so proud of what we've done here. Karibu tena. Washikadau katika sekta ya elimu kaunti ya Kisii wanazidi kupongeza wasichana 18 wa shule ya upili ya Kereri kwa kuwa wa kwanza eneo zima la Gusii kuchapisha kitabu cha kutoa mafunzo kuhusu maadili na uongozi katika viwango tofauti miongoni mwa wanafunzi. Uzinduzi huo maalum ulifanyika katika hafla ya kusherehekea miaka 60 tangu kuanzishwa kwa shule hiyo. Waziri wa elimu Migos Ogamba aliongoza wakuu katika sekta hiyo kupongeza wasichana hao. Aidha, usimamizi wa shule hiyo na washirika wake wamesema hatua hiyo pia inachangia ushirikiano mwema baina ya wanafunzi, wazazi na walimu. This book that the girls have written, it makes them to be more disciplined than they have been before, because somebody cannot become an author if they have